Sasa anakuja kwa huyo mnyama wa nyamani. Kakataliwa hiyo. Sir. Lazimisha ni sparring tu. Au sio? Sparring ya kawaida tu. Wang Wu, I say. Mzee mzima anamuita Wang Wu. Kaguswa kidogo. Akatulia. Sana mwangalie bwana mdogo chuma nchiki. Amewa dogo. Hiyo fimbo yako unayo mikononi vizuri. Kwa nini ukuitumia vizuri kunipiga? Kaambia mtu wa martial art katika sehemu kama hii ni fair. Na wewe ni mkubwa. Kwa hiyo lazima tuende fair kama jinsi ambavyo unaenda fair kwangu. Ame nashukuru kwa sababu unajua sheria. Sasa yani ipate mwenyewe hiyo. Wangu na huwa njaa. Moto umewaka baba. Sasa watu wanaangalia, matalii wanaangalia. Wangu sio mtu akitotwa se. Huwa njaa anataka kuionyesha dunia kwamba yeye ana mashwati kubwa na ana uwezo wa kumpiga mtu kama Wangu. Ase alisogezwa. Jamaa anakuja na staili za ajabu mzee. Ye baba. I say. Yerra. Wewe. Kazi ipo leo. Kata hiyo fimbo yake. Inaitwa gusa ni kuguse. Wow. Wang Wu akaruka katua pale juu. Sasa akaeka upanga wake vizuri. Akaambia huo upanga ni kama hiyo fimbo yako ni kama dragon. Uko vizuri sana. Sasa nionyeshe yani skills yako ya ukweli katika hiyo spear ambayo umeishikilia kwa sasa. Hiyo ni kama spear kwa sasa. Wang Wu anataka kuona uwezo wa kijana kutumia spear. Ama kwa Kiswahili kingine wanaitaga mkuki. Balaa lipo. Huwa njaa. Kazi ipo mzee. Wewe. Iyo. Wewe. Say. Kamsukuma tu dogo. Dogo kanya nakubali. Ase. Nenda chini niende chini naitwa hiyo. Bado nakuja. Wang Wu akatulia. Katulia tu anamwangalia. Wanamuita Wang Wu. Huwa njaa. Mwalimu wetu kashinda. Ndio. Anaangalia hiyo kitu. Sawa? Umenipiga sasa Huwa Nji wa Tianjin. Kuanzia sasa hivi una kitu chochote ambacho kinakuleta kwangu tena. Linacheka. Sasa anaambia hapana. Leo match haihesabiwi. Akaambia lakini umeshinda. Akaambia vipi wewe? Kila mtu kashuhudia. Akaambia kuna kitu kingine ambacho kiko akilini yako. Ulikuwa haufocus na mapigano. Kwa hiyo kuna kitu utakuwa umenikosea. Sawa? Akaambia kweli wewe ni mpiganaji mzuri. Na umegundua na una mashati nzuri sana pia. Anaambia labda nikuulize. Ni kitu gani hasa kimetokea leo? Ambacho kinakufanya wewe ukamisi appointment. Anaambia nimechoka. Naenda nyumbani kupumzika. Kwa kilichotokea leo utajua tu endapo utaiona announcement kesho. Yaani katika mkutano wa kesho utakapoona utagundua. Kwa sasa niache mimi nikapumzike. Mwalimu wetu kashinda, ndio. Kampiga mtu mwenye upanga mkubwa kaambia wewe. Pigeni magoti hapo. Wakapiga magoti. Shifu, mwalimu, sasa sisi tumefanya nini kuadhibiwa? Kaambia unataka kuuliza. Bwana mkubwa huyu ni mtu mwenye heshima kubwa sana. Nyie mnawezaje kumkosea adabu kiasi kile? Ambia lakini hakuonekana kama ni mtu mwenye uwezo zaidi. Ambia upuuzi. Ame pretend kuwa dhaifu makusudi tu kutaka kupigana na mimi. Sasa kwa nini sikugundua hilo mapema mwalimu? Ambia Gauki, wachukue ndugu zako rudi nao. Mimi sitarudi tena huko. Sawa, kaambia nimekuelewa mwalimu. Vipi kuhusiana na wewe lakini? Ashasema yeye arudi. Anataka kujua ni kitu gani hasa kilichomkuta Wang Wu. Mpaka Wang Wu akapretendi na akakubali kupigwa. Mzee mzima Wang Wu anarudi zake nyumbani. Wanamuita Wang Wu. Anagusa mlango tu. Kitu inakuja namna hiyo. Wewe! Ase. Mtume roho yangu mjini kuna vya watu. Wang Wu anakutanishwa. Akajiuliza nini tena? Nani ameingia hapa? Jaribu kutaka kuniumiza mimi. Wanatokea ni askari. Askari kabisa ni.
Nyeni askari tena walinzi wa jumba la kifalme. Labda pengine mmekosea. Akamwambia wewe, hamna kosa. Walinzi wa jumba la kifalme wanawezaje kukosea? Akaangalia juu akamwona mzee. Kumbe ni wewe. Anaitwa Yingsi. Ala, umenikumbuka vizuri. Anabali nikupiga wewe boya. Kipindi kile ukaniomba sana tu. Na ukaapa hautafanya ushetani tena. Ndio maana nikakuhurumia. Sasa huna hata aibu. Umekuja kwa ajili ya kujiua mwenyewe. Kamba mjiga unamtishia askari. Umesahau unaongea na nani? Akaambia wewe ni kiongozi wa Eagle Claws. Sasa unajaribu kuja kuleta ujinga kwa mtu mkubwa kama mimi. Sasa hivi taifa halina sheria tena. Anaambia sio kwamba labda pengine nimekuja kutishiana na wewe. Mimi hapa nimekuja kufanya official business sasa. Amemkamata Lord Tan. Sasa ni biashara gani nyingine ambayo imekuleta hapa? Tan Si Tong ni mvamizi. Na wewe mtu ambaye unaitwa Wang Wu ni mtu ambaye pia ni mkamilishaji wa uvamizi wake. Maana umekuwa ukitumia ile panga lako kubwa vibaya kwa kuchinja watu kinyume na sheria. Sasa ni muda wewe kufuata sheria. Kama unatania nini? Wewe ndio mwana sheria au unataka kunikamata mimi? Sasa nionyeshe official document. Wewe unafikiri wewe ni nani paka nikuonyeshe official document? Tang Si Tong sasa iko chini ya sheria na atachinjwa tu. Ni kitu cha kawaida. Anaambia wewe sio chochote. Jitu tu lisilokuwa na sababu yoyote. Kwa hiyo leo nitafanya action yangu kuhakikisha kwamba nafanya kitu kabla ya kupata permission. Sasa mkamateni. Kumkamata ndo kazi. Kuongea ni rahisi. Je, kumkamata ndio kazi yenyewe. Wow. Say. Wataipenda. Ili jitu ni zito. Alafu lina uwezo wa ajabu kupita maelezo. Mzee akaona hiyo. Say. Oi. Katupa silaha namna hiyo. Kaona. Kazuia hiyo. Say. Ngine anakuja hiyo. Bahati mbaya kakata unywele wake. Unywele wa mzee ukakatwa. Ana kipara kama cha 6. Mambo iko hapo. Mambo iko huku bwana. Akaambia nisikilizeni nyi wapuzi. Yingsi, huyu mpuzi anawakontrol vibaya. Yeye yuko hapa kwa ajili ya kisasi. Na nyinyi mnatumika mnafuata amri yake kinyume na sheria. Sasa hicho mnachokifanya ni kosa. Sasa nisikilizeni advice yangu. Pisheni njia. Kama sivyo upanga wangu hauna macho huu. Maana yake ni kwamba nitawakatakata vipande nyinyi nyote. Vijana! Huyo ni wanted criminal. Lord Rongluo amesema huyo mtu akikamatwa, basi yote atakayemkamata atakwenda kupata renki na atapewa 10 tails. Atapewa tails 10. Awe, watu kwenye zawadi. Kila mtu anataka apewe zawadi. Na hapo ndipo mahali ambapo wanakosea. Kumkamata Wang Wu ni kazi nzito sana. Kula kichapo namna hiyo. Zito. Wow. Mzee anachekelea tu. Jua leo habari imekwisha. Lakini ghafla inaonekana kuna mtu anaingilia hii kesi. Watu wanakula kichapo namna hiyo. Wow. Tupa silaha. Kazuiliwa namna hiyo. Wewe ni nani? Puuzi unaingilia mambo ya kiofisa. Muoga kiasi gani wewe? Unakuja kuvamia kwa wiziwizi unajificha huko juu. Wewe msaliti na kuwa. Kambia chana naye. Fanya kitu chochote kwa haraka. Ambao ondoka kwanza mimi nitadili nao. Kambia bwana sasa jamaa wangu asante. Chali yako anasema atadili nao. Unaona mambo hiyo? Achinji huyu anawazima tu. Watu wanakula bapa. Fukuzie! Tafukuzia unaweza? Katupa kitu nzito hiyo. Yes, kazubaishwa tu chali yako akaenda. Msifukuzie. Lord Si anawaambia msifukuzie. Nilikuwa nataka kulipa kisasi kumuua huyu Wang Wu. Lakini kuna mjinga kaja kuingilia yasiyo muhusu. Na huyu mtu anaonekana na uwezo mkubwa sana. Hatujui huyu mtu ni nani. Kwa hiyo kaleta matatizo zaidi kutoka kwa mtu, inaweza ikawa ni mtu kutoka katika government. Kwa hiyo tuache. Tutamwacha Wang Wu aishi kwa sasa. Ila tutamkamata tu. Twenzetu. Wang Wu akaja akamsubiri uchali huku. Chali kamsaidia. Akaambia kwa nini umenisaidia? Alikuwa ni chumba ncheki.
照今夜的情形 ambako kilichotokea usiku wa leo, wasiwasi wangu ulikuwa sawa. 是故意的。 Ulikosa au kukataa appointment yangu makusudi. Hamna maana gani? 说这些有什么用？ Ambao sio muda wa kuongelea hayo. Akamwambia mkubwa. 恩不言谢。 Nakubali msaada wako, samahani kwa yote yaliyotokea, mpaka tutaponana tena. Akamwambia mkubwa, subiri kwanza, subiri kwanza. 生了什么事？ Ni kitu gani hasa kimetokea leo? 下如 Hawa watu kwa nini wanataka kuumiza wewe? 可否为 Labda pengine naweza nikawa na jambo la kukusaidia. Akamwambia tulia. Hakuna haja ya kushare maumivu pamoja nami. 从今以后 Mzee anasema kuanzia sasa na kuendelea, bwana mkubwa wa upanga 帮我了。 hata kuwa Wang'u yule yule ambaye watu wanamjua. Kuanzia sasa 霍元甲， huyo njaa 不要与我有任何的 tena, usijiingize katika matatizo yangu. 自己。 Jiangalie wewe mwenyewe kujitoa katika haya matatizo. Wang'u akasepa zake. Huyo njaa anaambiwa angalia michakato yake, maana hii michakato ni migumu. Ndani ya West Street. Aha. Kang Wanren, kaka yake na Kang Yuwei, pamoja na Imperial Official Yang Shengziu. Alafu kuna Army Secretary anaitwa Tan Sitong, Yang Ruilu Gang pamoja na wengine. Wamekutwa wakiushirikiana na Kang Yuwei. Master, ni kitu gani kinaendelea? Nini kimetokea hasa? Ambao usiulize, twende. Kaka Gauki. Yote yale ilikuwa ni nini? 问这么多干什么？ Akamwambia dogo, kama utakiwa kujua. Niambie, au kwa sababu mimi ni mtoto. Inatosha maswali na wewe na kigumizi chako kama trekta la anasumaka. Mbona watu wengi sana wanakimbilia kuangalia pale? Master. Ghafla akasikia master. Master. Liu Zhensheng. Liu Zhensheng ni mwanafunzi wake na bwana mkubwa huo njaa. 大师兄， Brother Zhensheng. Brother Zhen. Asega ukini aje dogo. Ateka merefuka kachali. Ngoja kwanza. 无呢？ Ina maana siku hizi wewe ni askari. 什么？ Ukutakiwa kuzunguka kama hivi mitaani. 和师弟们高兴。 Nimesikia raha tu kwa nana wewe tunajua. 师爷托人捎信来，京城太乱，怕您扰。 Na sijui kwa nini sikutuma taarifa kwamba huku saizi ni hatari. Kwa nini unanifukuzia mimi? 但也是个吃 Wewe unafanya kazi kwenye government saizi. 远的，带着你师弟们来。 Anaambia nimekuletea ndugu zako waje kutembelea bwana. Nitakiwa tunulie hata chakula. Ndiyo brother Zen. Brother Zen Cheng, leo ni zamu yako. 就你馋。 Jinga kweli mtoto na kipara yake hii. 对的。 Basawa. Twendeni kwenye hoteli kako hapa. Bwana. Hii bwana inanipa frustration mimi. 那些忠孝 Mambo mengi ambayo umenifunza mimi kabla 不上， yamekuwa kama si chochote bwana. Siyatumii. 就得靠勾心斗角，整天的尔虞我诈。 Akawahadisia baadhi ya mambo ambayo yanatokea katika nchi hii. Huku saizi hakuna haki. 捞出去， Umeona eh? 含脑袋的，全是忠。 Ambia watu wazuri peke yao wanachinjwa kwenye nchi. Akamwambia ndio hivyo eh? Ambia hebu tuambie kuhusiana na kazi yako, kama 过哪些忠义之事啊？ wafungwa wanafanywa nini? 就抓进来一个， Ambia jana mmoja tumemkamata jana usiku. Na ni mtu muhimu sana katika hili taifa. Ambaye anaitwa nani huyo? Akamwambia jina lake 嗨， litakushtua hata wewe. 犯人 Hata wani nishtuke wakati ni criminal anakamata anapelekwa kwenda kuchinjwa. Jaribu kutuambia ni nani huyo? 都想知道啊。 Akamwambia wote mnataka kujua. 耳朵听好， Anasema kuweni makini sana. 人在 Huyu jamaa 赫赫有名， ni mtu ambaye amekuwa na award nyingi sana hapa. Jina lake anaitwa Tan. Jina lake la kwanza laanza na Tan. 莫非是他？ Unamaanisha Tan Sitong ndo kakamatwa? 哦，您怎么知道？ Ambaye mheshimiwa, umemjuaje huyo bwana mkubwa? Tan Sitong. Kakamatwa Tan Sitong. Chuma Ncheki hakuamini. Haisi ndani ya Liu Yang Association sasa. Liu Yang Association. Kwenye association ya Liu Yang. Leo bwana upanga mkubwa alikuja ndani ya association hii. 谭嗣同谭大 Anasema hapa ndo mahali ambapo wamemweka Tan Sitong. 万能否成功？ Nye jamani, mnatakiwa mjue kwamba usiku wa leo tunatakiwa tufanikishe. Brother wangu, 20年前咱就干过， tulishaingiaga tulishavunjaga kuelekea jela miaka 20 iliyopita. 都听 Tunaheshimu sana. Tutafanya vile ambavyo inatakiwa. Tutafata amri yako brother. Ndani ya Dongyan Gate. Hao jamaa wanaamua kwenda kuvunja huko magereza wamtoe Tan Sitong. Leo ni mapinduzi ya kumwondoa, ya kumchukua Tan Sitong katika sehemu hiyo ambayo ni mbaya. Hii ni Prison of Ministry of Justice. Jela hii. Hao hapa washafika.
wanyama wa kazi hawa. Brother wange, askari ni wachache tu hapa, ni walinzi wachache tu wako nje hapa. Kamba okay, basi nashukuru kusikia hivyo. Waambie hivi, mimi nitavamia katika main interest na nyewe wengine wote mtasupport ya wengine. Akamwambia basi sawa. Wanaelekezwa. Brother huyu hapa. Mbia tulieni. Anaangalia kuna ulinzi kiasi gani. Prison of Ministry of Justice. Sasa mkubwa mara kasikia ameitwa. Nani tena? Ukamwambia ngoja. Chali yako kafika. Na ndio jamaa alikuwa anataka kuvamia tu. Mkubwa yeye. Nimekusubiri hapa kwa muda mrefu sana. Ambao unafanyaje hapa? Ambaye naomba tuongee kidogo. Wewe mjinga unataka kuharibu mpango wangu. Ambaye mkubwa. Wow. Ngoma shingoni hiyo. Wewe. Wangu. Potea. Amba sivyo nitakata koromeo lako. Kambe mkubwa. Unataka kuvunja kuelekea prison? Umejuaje? Unafanya kazi na wasaliti wakina Yingxi. Anaambia sikiliza bwana mkubwa. Unasema ni kitu kizuri. Jana nilikusaidia. Jana tu. Sasa nisamee. Leo operation leo inahitaji, yani inategemea kutoa maisha ama kusaidia maisha ndugu yangu. Takuwa kama ngoja kwanza. Nataka kujua kama unakwenda kumtoa Lord Tan. Wewe umejuaje? Anasema walinzi wametoa information. Eti nini? Mkubwa. Ni kweli kabisa. Mimi huwa napenda pupili kidogo, lakini hii jambo limetokea kwa huyu bwana mkubwa. Ni mtu mzuri sana kwangu. Anasema mheshimiwa ni fake information. Lord Tan hajafungwa katika sero hiyo. Yeye yuko katika territory langu. Hasa kwa nini umefanya hivyo? Akaambia ni mtego wa kumkamata Wangu. Wangu? Sema ndio. Wewe challenge naye katika duel. Sasa akaambia wewe. Hivyo nataka kuuliza. Master wetu ali hajamalizia akapigwa hiyo jicho. Ambia nini master? Niambie details zote Senshen. Wao wametengenezaje mtego? Akamwambia huu ni mtego baba. Yaani information imelink. I say. Jamaa anakusubiria ndani na watakuua. Unayemtaka hayupo katika hii sero. Kweli? Kumbe bwana, kajamaa changu aka hapa. Station ya machinjio inaitwa hii. Yuko na kikosi kikubwa kupita maelezo huko Ndichi. Wanamsubiria, wamejipanga, kuna mishale. Tena wanamtaka Wangu wamue. Wangu akasema hii information kaambia ndio, nimekusubiria hapa wewe ili nikuonye kuhusiana na huu mtego. Tena usije ukafeli, usije ukaangukia kwenye huu mtego. Sasa kwa nini kuamini wewe? Usiponiamini mimi, basi utakatwa kichwa chako wakati ukiwa umeshanikata shingo yangu. Utajua tu. Kosa lako utalijua baadaye. Akarudisha panga lake, wanamuitaga panga kubwa Wangu. Akaangalia vijana wake, wengine Chikonde, kina Wile Nazareno. Jamaa akamwambia retreat. Wanakimbia, wanatoka pale. Huyu anayesubiri ndani atasubiri sana. Tasubiri paka akome leo. Wangu kasika sepa zake kimtindo. Kuna taarifa napewa Wangu. Sawa? Pata mgeni leo. Watu wangu wameangalia mpaka asubuhi. Ambe kweli kulikuwa kuna kikosi kikubwa sana ndani. Ambe umenisaidia tena. Wangu. Nakushukuru. Mimi kama Wangu nakushukuru sana. Akamba sisi wote ni walimu wa Mashwati. Hakuna haja ya kunishukuru mimi. Ambe huo njae.
Kwa kuwa Lord Tan yuko chini, 我见一下。 wewe niambie unataka kiasi gani? 这 Jamaa akafunga huku mapema tu, akaja huku. 哎呀， Mungu wangu master, 行了，这事太 siwezi kufanya hivyo. 有多大呀？ Akaambia ni big deal. Akaambia big kiasi gani? Kumkosa afisa muhimu kama huyu? 大吗？不 Wewe unataka kurudi nyumbani? Asema sasa kwa njia kama hii. 是小事， Sasa nitakosa kichwa changu eti hapa. 连累老爷。 Naogopa sana kuhusiana na hili master. Master huo nje anasema Big Sword wangu ana heshima kubwa sana. Si kwamba tu ana uwezo mkubwa, bali ni mtu wa haki pia. 谭大人，就 Alichagua kufanya kazi na Lord Tan 嗨， kwa sababu alikuwa anataka kumlinda. Hii inamaanisha kwamba Lord Tan ana maana kubwa sana kwake. 针线淋雨， Sasa hivi 别人 Lord Tan anakutana na kifo, Wangu hawezi kaa akatulia hata kidogo. 师傅 Master, 大的 huyo Wangu 暴脾气， yani anajulikana kwa hasira zake. 这事就闹大， Hili jambo 没事， liko hatarini sana, kama mimi nitampa company. 没那么容易。 Wala hawezi kupata nafasi ya kutumia hasira zake. Hey! 成， Liu Zhengzheng, 你犯了错， ukikutana matatizo, mimi ndo mtu pekee ambaye nilikuwa nakuadhibu. 恶。 Master, sasa mbona unaanza hayo tena? 我知道， Najua 老爷从小是 kwamba 我 huyo mzee asingenichukua mimi na ningelikufa kitambo sana, lakini wewe ndo ulinisaidia. Yaani baba yake na Charlie asingemchukuaga huyu Charlie. Baba yake na Chuma Ncheke asingemchukuaga huyu bwana Zhengzheng. 服你了。 Anambia nakuomba sana. Fikiria eti 一诺千金， ukiwa kama mtu mwenye heshima kubwa katika mashwati pia, 面前 kama mimi nikifeli, 出去， maana yake utakuwa wewe ndo umenifelisha kwa ahadi yangu ambayo nimempa Mr. Wangu. Sasa wakakubaliana. Naenda kumuona Lord Tan lini? 最好 Ambaye kijana wangu amesema kwamba usiku wa leo, 8月12， akaambia itakuwa ni Agosti 12. 问斩。 Agosti 13 anaenda kuchinjwa. Nafikiri tutachelewa. Akaambia sikiliza, kijana wangu atakuwa kwenye shifti wakati huo. 为了 Katika huo usiku 只能 ndo usiku ambao unatakiwa ufanye mchakato kwenda kumkomboa 我陪你同。 mtu wako, na nitakusindikiza pale. Anasema basi sawa. Huo njaa 我上身家 una riski maisha yako sana kunisaidia mimi. Anasema mniambie 报答， nikulipaje? 不必 Ambaye una haja ya kunilipa mimi. 报答， Kuna haja kwa nini? 打到我 Sitaki kubaki na deni la mtu yoyote katika maisha yangu. Simkopagi mtu na nisimlipe. Wewe sema unataka nini? Uwanja anasema mimi ni mtu wa mashwati, tena ni mtu mkubwa sana. 好的钱， Kama nikipigana mechi ya haswa mimi na wewe, basi hiyo itakuwa ni heshima kubwa sana kwangu. Kwa hiyo baada ya wewe kuonana na Lord Tan, 安排一下。 basi inabidi utafute muda. Kama tufanye kesho. Kesho anasema ndio kesho. Tukutane Yishan Pardon Forest. Hapo ndo sehemu ya pekee ambayo utakuja. Asubuhi na mapema nikuguse, gusa unate. Wow. 哼，好个米松泉呀！ Safi. 当今武林 Ngumi yako nzuri sana. Naweza kusema kwamba 数二了。 wewe sasa umekuwa vizuri sana. Tunaweza kutumia silaha sasa. Kambe nashukuru sana kwa wema wako. 赌，光 Kwa kuwa hii ni kung fu, haitakiwi tuboe wakati wa kupigana. Kwa hiyo kamata silaha yako unayoiaminia. Ukimpa mtu kama Silangola au ile Nazareno, wataishia kuliburuta. 那日你化棍为枪，我就看出了端倪。 Ambia siku ile ulivyotumia hiyo spear vizuri, ni kweli kabisa, sikusema kitu chochote. 源于 Anasema hii ni huo spear. Uko vizuri sana. 我的岳飞，正是。哈， Sawa sawa. 很快， Basi nimefurahi. Sasa mambo yako hivyo. Sasa je? Huyu jamaa afai eti. Wangu! Dogo anataka alipe. Sijui kama ataweza. Ye baba. Moto umewaka. Ni Wangu pamoja na huo njaa. Ana bahati. Jamaa wako kaamua kupiga bapa. Piga bapa namna hiyo. Yaani hilo lipanga lake ni hatari. Sasa ni bapa tu mzee.
Maana akikata hapo angesha mkatakata saa mingi. Kaona tayari yako akawa anatetemeka. Hiyo mkuki inatetemeka. Hiyo panga huyo jamani nimekwambia na kilo za kutosha. Kaona vipi? Mbona inatetemeka hii? Dogo alionea huyu baba afai. Anaambia uwezo mzuri sana. Katika mashoti ya hii dunia leo, naweza kusema kwamba wewe ndio mtu pekee katika umri wako huu uliokuwa nao ambaye anaweza akapokea mapigo yangu 100. Ambapo ninashukuru sana mheshimiwa kwa kuniambia hayo yote. Japo si style akaambia usiniite mimi kama mzee. Kwani mimi ni mzee kiasi hicho? Wangu akachomeka panga lake pale, akaenda akakaa hapa. Akapiga magoti. Anambia unafanya nini mkubwa? Anambia mimi hapa. Bwana mpanga kubwa, wananiita Wanwu. Nimezaliwa, akaambia najua umezaliwa Kangzu. Familia yangu pia natoka Kangzu. Kwa hiyo sisi tunatoka mkoa mmoja. Akaambia sikiliza. Miaka 20 iliyopita niliwahi kupigana na babako. Namjua babako vizuri sana tu. Sasa njoo hapa. Njoo piga magoti hapa na mimi. Anambia dogo, nini? Kwa kuwa wewe na mimi tumetoka mkoa mmoja, natamani tuwe ndugu. Hapana, akaambia wewe hata kujisumbua. Njoo hapa. Ambe kwa qualification yako. Ni kweli kabisa naweza nikawa na undugu na wewe. Wanua anasema kwamba hakuna haja ya kulazimisha wala kuchelewa. Katika hii mashoti wewe ndio mtu mwenye nafasi kubwa kwa sasa. Ndio piga magoti hapa, nikwambia piga magoti, piga magoti. Siwezi kufanya hivyo. Babangu akijua kwamba nimevunja sheria za mashoti katika hii dunia, unafikiri itakuwaje? Hata nivunja miguu. Anaambia baba yako anahangaika na vitabu tu. Wewe na yeye ni tofauti kabisa. Sasa sogea hapa. Hebu njoo hapa. Mimi na wewe nataka tuwe ndugu. Nahitaji kuwa na undugu mimi na wewe. Njoo tuape. Tuape. I say. Oho. Chale yangu walikwenda pale. Wanakula kiapo. Mtu mbili kwenye kiapo. Nikisanga watu wawili wameungana. Kama Zenshin. Sasa watu wanapokuwa ndugu watu wanasema kwamba inabidi mfurahie sana baraka ambazo mnakuwa nazo. Na hizo zinakuwa ni baraka kubwa sana kutoka kwa Mungu. Maisha yake yako mikononi mwangu, maisha yangu yako mikononi mwake. Master, hiyo sio sawa. Wangu amekudanganya. Ambaye amenidanganya nini? Amekuwa ndugu yako wa kambo kwa sababu rafiki yake yuko jela tu, ndugu yake yule yuko jela tu. Sasa angalia. Liu Zengsheng anambia nitavamia kuja jela leo mimi mwenyewe. Mwalimu sio kitu kizuri hichi. Anasema Zengsheng, babangu amekufanya wewe kama mtoto wake kwa muda mrefu. Sasa alikuleta huku ili uweze kutumia muda wako vizuri katika hii sehemu. Na mimi nimeruhusu hilo. Sasa tafadhali usikatishe furaha yangu. Wewe unajua hilo, Sasa kwa nini ukamwahidi? Anamweleza alimwahidi. Unajua kwa nini nimekuwa ndugu yako wa kambo yua njaa? Anasema ndio najua. Una uhakika? Anasema nia yako ni kumtoa Lord Tan magereza. Ndio maana kwa hiyo tutakwenda kuvamia pamoja. Ujinga. Mimi Big Sword Wangu. Siwezi kukufanya wewe kuwa ndugu ili unisaidie. Mimi natamani utafanya favor ya kumsaidia tu bwana. Sema mimi nachanganyikiwa zaidi. Kabe master. Hata mimi nimechanganyikiwa zaidi. Kwa nini sasa? Wangu alikuwa na maana gani kusema hivyo? Hakutaka kuweka wakati mgumu. Bwana mdogo nakumbuka anasema wewe ni huo family. Manake mtu kama wewe utakiwa kitu kibaya kukukute, na ndio maana siwezi kuruhusu kitu kibaya kukukuta pia. Basi tafadhali niendee taratibu mimi. Kaambia tutaingia magereza na tutamtoa Lord Tan. Mimi kuhusiana na wewe. Anaambia wewe umejihusisha katika hili kwa sababu yangu. Fanya kama ninavyokuambia. Nenda kamtoe. Wangu. I say ametaka hivyo. Anasema mimi nimsaidie kwenda kumtoa Lord Tan. Ameniambia mimi nifanye kitu kama hichi. Nafikiri atakuwa na sababu zake muhimu.
Sasa inabidi wewe ukae nje ya matatizo haya. Master, Wang Wu ni shujaa mkubwa sana. Na ni mtu mwenye mashwati sasa. Ana mashwati kuliko mimi. Hasa itakuwaje? Mimi hata nifanyaje kwa maisha yangu yote siwezi mfikia. Akamwambia najua kabisa, nilijua utasema hivyo. Usikatae. Kama ukishindwa kushinda, hii issue usiniite kakako mkubwa tena. Wewe uko tayari kubadilisha maisha yako na Lord Tan. Sasa mimi nakubali sana unachokifanya, unajitoa kwa sababu ya haki. Lakini mimi sikubaliani na hilo. Kwanza, Imperial government inakuhitaji wewe. Mimi na wewe lazima tuungane, tuwe na nguvu moja kuhakikisha kwamba kama tunakufa tufe wote. Kama tunapona basi iwe bahati yetu tumefanikiwa. Tan Sitong kifo chake kitajulikana kama sadaka mbaya iliyowahi kutolewa na taifa letu. Maana haitakiwi. Anasema jambo la tatu, sisi wote ni watu wa mashwati. Kwa hiyo hata kama tukikamatwa na kuwekwa ndani, basi itakuwa wamekamata watu wenye mashwati kubwa duniani na kuwafunga. Kwa hiyo mimi na wewe tukubaliane. Anasema hiyo njae. Hivi kweli hata umefikiria kwamba labda pengine kama ukikaa unaweza ukakaa mafichoni kwa maisha yako yote? Umefikiria hili? Tena namaanisha ukawa mkimbizi milele. Akaambia kwa nini tusiwe wakimbizi bali akaungana. Wang Wu alikubali. Master anambia Zheng Sheng, vua hizo uniform. Na haya mambo mengine yote niachie mimi. Muhuni. Yani kuwa wewe kama muhuni. Ameba sawa, nitakuruhusu wewe kufanya chochote unachokitaka mwalimu. Milele. Sitakaa nikakukatalia wewe jambo ambalo unataka kulifanya. Anambia vizuri kaka. Nashukuru sana ndugu yangu. Samahani kwa kukuingiza katika hili tatizo. Sasa mpango unakwenda kama ulivyo. Jamaa ambaye anamuita Wang Wu, jamaa ambaye anamuita Sheng alipanga kama alivyopanga. Sasa mchakato unaanzia hapa. Sasa jamaa anakuja anambia shika. Mpango unaendelea, kaambia kamata. Fanya kazi yako. Poa poa. Jamaa amepewa hela. Mkwanja tena, fanya mchezo na mkwanja. Basi wanapitishwa sasa wataalamu wa kazi. Wang Wu pamoja na mwenzake wakapitishwa. Askari wanapishana hivyo na kina Wang Wu na Chuma Nchiki wakijua ni askari wenzao, kumbe sio askari hawa, ni wavamizi. Wavamizi wanazama ndani. Wanahitaji kumwokoa Mr. Tan. Aliwaongoza mpaka mahali ambapo Tan yuko. Huyu hapa Mr. Tan. Tan Sitong. Lango linafunguliwa katika sero ambayo yuko Mr. Tan Sitong. Lord Tan. Katulia kwanza. Anamuita Wang Wu. Akacheki Wang Wu kavaa nguo za kiaskari ambao sijali Lord Tan. Hawa wanaaminika. Tufuata sasa. Akaambia akaambia umesemaje? Ambewe mjinga Wang Wu. Piga magoti. Akapiga magoti. Kwa nini umevunja kuingia ama umevamia katika jumba la kifalme? Unataka nini? Ambewe Lord Tan, mimi Mheshimiwa Lord Tan, mimi ndugu yake. Ambewe funga mdomo. Mimi nampa lecture huyu. Wewe ni nani wa kuingilia? Wang Wu. Katika usiku ambao hili jambo lilitokea, nilikuamuru uondoke hili taifa. Kwa nini ulibaki? Akaambia ulifungwa katika magereza hii. Sasa nitaondokaje mwenyewe? Anaambia wewe ni mpiganaji. Wewe siku zote ni resource ya kila kitu. Watu wa government saa hizi, yani mpaka sasa bado unatamani kunitoa mimi kama mfungwa. Akaambia ndio. Natamani kutoa. Lord Tan, wewe hujui tu. Amba kuna notes kila mahali kwamba Imperial wako kinyume na wewe. Sasa kama sitakutoa leo, umekufa. Kesho ndio deadline. Kwa hiyo anajua. Of course, mimi najua kabisa. Lord Tan, kwa ulikuwa unajua kwamba? Anaambia ndio, tarehe 13 Agosti. Tarehe 13 ya Agosti. Anaambia najua kila kitu kinachoendelea. Hakuna haja ya kumbukumbu wala sherehe yoyote. Lord Tan, unaongea nini? Jamaa anasema kama mimi niko hai, sitaruhusu
Imperial government wakafanya chochote juu yako. Wewe tulia. Mimi lazima nitakuondoa katika hili. Lakini mheshimiwa mfalme ameshafungwa na CZ muda mrefu sana. Kaambia acha ujinga wako Lutani. Najua kabisa kwamba wewe ni mtumishi mwema. Nina kila sababu ya kukuondoa wewe hapa. Wewe sio mpigaji kama mimi, ni mtu mwenye elimu yako tu. Ndugu yangu ameamua kutoa, yani ameamua kuhatarisha maisha yake na yeye kwa ajili ya kuja kukusaidia wewe. Kwa hiyo sitaondoka peke yangu. Lazima tuondoke au nikae jela pamoja naye. Kama brother, tufanye hivi. Vizuri sana. Wangu. Wewe ni mtu bora kiasi gani? Tafanya kama unavyotaka. Lutani, mwisho amekubali. Kwa vyovyote nataka unifanyie kitu kwanza. Kitu gani? Nenda nyumbani kwangu. Kuna drawer iliyojificha chini ya deski langu. Nataka uniletee secret edict ambayo iko pale. Uipeleke kwa social. Na baada ya hapo tutaondoka wote. Lakini hiyo itawezekanaje? Leo tumekuja hapa tuondoke. Leo lazima tuondoke tukusaidie. Labda pengine naweza nikachelewa. Mheshimiwa tafadhali, kwani usiende na sisi? Na tutafanya hicho unachokitaka. Anambia mimi nimekuambia kwa sababu wewe ni mtumishi mzuri. Na umekuja kuwa wewe ndio unaikataa tena. Ukiachia hiyo edict itasaidia sana. Kambele Lutani. Muda unakwenda. Kuna point gani ya kubishana hapa? Wewe mjinga wewe. Hiyo ni secret edict ya mfalme. Siondoki na wewe bila hiyo. Yuanja, fanya hivyo. Kambia hamna haja. Mimi sina upanga. Lakini kama ukiendelea kunilazimisha, nitakimbiza kichwa changu na kukipigiza hapa. Wanamwangalia jamaa huyu. Oho. Hafai kulazimishwa huyu. Aisee, panga kubwa alichoka. Sasa tupatupa yale manguo. Kamata farasi mwenye kasi ya ajabu sana kuelekea ndani ya Western Street. West Street. Haya, kambia weka hapo. Kambia kamwe. Basi nitasimama na wewe. Ambao una haja. Lutani tafadhali, kaa. Nimemsikia Wang Wu akikuita wewe Yuanja. Mimi ni huo Yuanja. Basi labda nikuite Jun Qing. Sababu tangu ulivyokuwa mdogo. Kwanza una miaka mingapi? Ambia nimeishi kama miaka 30. Mimi ni mkubwa kwako miaka 3 mbele. Wang Wu amesema kwamba wewe ni ndugu yake wa kiapo. Anasema nashukuru sana, namshukuru sana Wang Wu kwa kuniamini mimi na kuwa ndugu wa kiapo jana. Mtu maarufu Wang Wu kakuchagua wewe. Wewe lazima utakuwa ni shujaa wewe mwenyewe. Hicho ndio kilichotokea. Na ndio watu wa Mashwat wanavyoniita. Knowledge yangu kuhusiana na Mashwat ina limit. Lakini najua kabisa kwamba wanaoitwa mashujaa ni watu ambao wako strong sana na kitu ambacho wanakiita haki. Sasa umekuja kuniokoa mimi hapa leo. Sasa nataka unionyeshe wewe ni honorable hero. Wang Wu ameenda kutafuta hicho kitu alichoambiwa. Anatembea kila sehemu maskini ya Mungu ukipata hicho kitu ili akamtoe bwana mkubwa. Lakini bwana mkubwa anaonekana haiwezekani. Akapewa maelezo kidogo, akaambia Westerners wao ni wajinga tu. Ni mapuuzi. Kina ukijaribu kunichallenge mimi na wapiga wote. Vizuri. Hapo imeamba sana. Ukweli ni kwamba kuna sababu. Kuna sababu kwa nini watu wa Westerners ni wapuuzi. Katika Sino wa Japanese ya kwanza, baada ya Beiyang kuweza kulichukua ili taifa, ndani ya taifa letu Wajapani walikuwa wakiwapiga mashujaa wetu kwa miaka mingi sana. Nikatumia muda mwingi sana kuhakikisha kwamba ni jinsi gani tutaweza kuwapata watu ambao watakuwa na uwezekano mzuri wa kupata technology ili tutengeneze government yetu. Ambaye nilishindwa kufanya kitu chochote zaidi ya kutafuta spiritual
zenye mashwat katika hii dunia ambazo zitakuwa na uwezo wa kuwa na mashujaa, kuwaondoa mashujaa wa Kijapani. Lakini baada ya Tang, sasa hebu angalia ni watu wangapi ambao wamelala wa Kichina kwa ajili yetu kati ya watu wetu, na ni watu wangapi wanaolipigania taifa letu la China. Wewe brother huo, kwa vovote watu wetu wengi wamekuwa wapumbavu kwa sababu tu ya kupelekeshwa na kwa sababu ya uoga. Hatuwezi kurudisha nguvu yetu na tukawa strong tena kwa kukusanya nafasi ya kuziweka familia zetu na maisha ya vijana wetu na ndugu zetu wakawa vizuri. Kwa mfano brother huo, kwa mfano wa mashwati ya dunia, mjiulize ni watu wenye mashwati mkoje? Sema katika hilo, tukiwa kama wapiganaji, hata mimi pia niko tayari kufanya jambo langu kwa ajili ya taifa. Basi bwana akamfuata dogo, anamwambia safi, of course inabidi ulipiganie taifa. Sasa jamaa yangu anakuja haraka haraka huku, Wangu njoo, anazama ndani bwana Wangu, cheki mambo hiyo, wanawahi mpaka Sero. Lotan, hii hapa Tan. Anasema asante se brother wangu. Lotan, tushakubaliana kwamba utaniita brother, sababu wewe ni afisa mkubwa sana na nafikiri inabidi uelewe. Akaambia haijalishi. Nimeongea sana na brother huo sasa hivi, tumeshaongea kuhusiana na maisha na pia tumekubaliana kabisa vizuri. Bwana vizuri bwana, vizuri. Haya njoo. Pia tumekubaliana kuambia kaka mkubwa, yani kuitana kaka mkubwa kuanzia sasa. Hiyo haiwezekani. Hiyo njaa. Lotan, hiyo njaa ni mdogo, akapewa kitu nzito jamaa. Ndio makubaliano ambao walikubaliana, wakamzima upanga mkubwa. Prison of Ministry of Justice. Jamaa wangu si huyu hapa. Sijui kwa nini wamekubaliana hivyo na kwa nini kafanya kitu kama hicho. Tong Si Tang, hatujajua sababu yake. Wakati huo mzee mzima huko anakumbuka alipopewa kipigo na bwana upanga mkubwa. Alijaribu na kujaribu kwa bwana upanga mkubwa, lakini upanga mkubwa alikuwa yuko vizuri, aliweza. Panga ilikuwa shingoni hapa. Tafadhali naomba niishi bwana Great Hero, na hapa sitarudia tena. Muwe sitarudia tena bwana Great Hero, nisamee. Lord Lu, tumekaa hapa kwa muda mrefu sana. Sasa itakuwaje? Inabidi tuende katika sehemu ya uchinjaji, yani station ya uchinjaji. Hapa ni station ya uchinjaji, inabidi waende katika kituo kikuu cha kuchinjia. Wamesubiri sana. Bwana we, hiyo ni hasira. Mzee huyu ana hasira, wanamuita Lord Lu. Hii haiwezekani. Wangu ana mtu anayeaminiwa sana, Tang Si Tong. Lazima aje kumuokoa. Lazima kuna mtu ameliki habari, yani kuna mtu ametoa habari zetu. Basi Master Lu akaamua kuja huku gerezani. Hey. Wakamkuta jamaa yuko huko anaongea maneno. Haya maneno anayoongea na maana kubwa sana. Tufe tuishi, tunajua sisi ni watu wa haki na watu bora wa Konglong's Mountain. Wow. Katupa kalamu yake pembeni baada ya kuandika hayo. Watu wa haki, kashaandika kila kitu katika ubao huo. Magereza hapo. Upanga mkubwa yeye ilikuwaje? Maana tukumuona bwana upanga mkubwa. Kumbe upanga mkubwa bwana alichukuliwa akawekwa kwenye farasi, akarudishwa zake nyumbani. Brother huo, kusema ukweli, mimi nilikuwa mtu wa kwanza kujua kwamba information yetu imefeli. Hasa kwa nini kuondoka mjini hapa? Ambaye ni muamuru mtu akamwambia mwalimu wangu
pamoja na Lord Liang kwamba mimi kwa nini nabaki hapa tena makusudi tu. Sasa kwa nini umefanya hivyo? Anaambia China ni dhaifu. China dhaifu haiwezi kuzaliwa upya bila information. Lakini kwa haya, hiyo information ambayo anaiongea ni mchoro mkubwa sana wa dunia na inaweza kuleta damu kubwa, yani kwa kumwaga damu sana. I say, kama mmoja akifa kwa kuleta, yani itawapa hasira watu wengine wa haki kujua kwamba wanahitaji, yani watajua kuna mtu kajitoa sadaka maisha yake kwa ajili ya taifa. Mimi hapa Tan Sitong nishafanya maamuzi ya kutoa maisha yangu ili kuwapa alamu watu wengine na kizazi kijacho. Lakini kwa nini sasa? Brother Wang ni mtu wa haki na mkweli. Nilikuwa naogopa atajilazimisha. Kwa inabidi nimtoe hapa ili niweze kukuomba wewe. Nikuombe wewe. Kuniomba mimi? Anaambia mimi niko tayari kujitoa sadaka. Najitoa sadaka kwa ajili ya taifa. Lakini sitaki kuwaingiza wengine katika hii sadaka yangu. Kwa hiyo nakuomba, please nisaidie. Haya ndo maongezi yalivyokuwa. Yeye anajitoa sadaka kwa ajili ya taifa na kwa ajili ya benefit ya watu wengine. Jamaa akamleta mpaka West Street. Siku iliyofuata asubuhi na mapema, wachinjwaji walitakiwa kuchinjwa, ndo ile Agosti 13 imeshafika. Leo katika uwanja wa machinjio watu wanakuja kuchinjwa. Wakina huo njaa waliwahi ese. Watu wengi wamekusanyika kuona machinjio. Leo ni siku ya machinjio mzee baba. Wanafanya mchezo na siku ya machinjio. Siku ya uchinjwaji. Sasa wanaletwa wafungwa akiwepo Tan Sitong. Wanaletwa wafungwa akiwepo mzee mzima Tan Sitong katika uwanja wa machinjio ama uwanja wa kuchinjia. Ni kizaazaa kizito. Bala. Tan Bro. Tan Sitong anamuona chali yake huyo hapa se. Chali huyo hapa kaja kumuona Tan Sitong. Tangi, tutaonana kesho. Nitakuaga kesho. Sawa. Lakini tafadhali usije ukaleta matatizo yoyote. Akaambia wewe ni mtu bora na unajali kuhusiana na watu. Basi nitakuzika kwa heshima kubwa sana. Alicheka. Kuna nini basi? Mtu ni nini basi? Ni nyama na damu na mifupa. Ni vyema kuliwa na mbwa. Tena hata usije ukakusanya chochote katika mwili wangu. Cha msingi mzuie brother wangu asije akafanya kitu chochote, akae kwa kutulia. Ambia kwa nini? Brother wangu ni mtu ambaye amepewa zawadi ya mashwati. Kuna watu wanamwekea mpaka sumu, wanataka afe. Wanatumia nafasi hii hiyo njae. Usiwaache hao watu wakashinda. Wangu ni mtu muhimu sana. I say. Sasa wakati wa machinjio ndo huo umekwisha kufika. Na viongozi wa kuchinja hapa. Yingsi. Fanya hivyo sasa. My lordy, muda bado. Yingsi unajua nini? Lu Yingsi ana mtu anamsubiria afike. Yeye anajua atakuja tu. Sasa my lordy yake angalia Lu Yingsi anaangalia nini? Shangaa kazee vipi? Unatafuta nini? Ambaye namtafuta Wangu. Wangu? Kwani yeye yuko hapa? Anasema inaonekana kama hayuko. Fadhali ase. Wanamuogopa Wangu. Sasa Wangu anashtuka. Kafungiwa hapa. Shangaa kichwa kinauma. Alafu kafungiwa hapa. Imekuaje tena? Anashangaa amekula kudu. Kwa nguvu yake hiyo kudu sio chochote. Hiyo hapo amri. Wachinjwaji ni hawa hapa. Tan Sitong yuko ase, watu wanamlilia Tan Sitong.
wanamlilia Lord Tang. Ngoja basi tusubiri zaidi. Joto liko hapa unajua. Aibu sana. Jamani, Lord Tang alikuwa mtu mwema sana jamani. Lord Tang! Jamaa mmoja akaita huko analia. Kabidi wageuke na kuangalia watu. Huyo njaa yuko hapa kwa ajili ya kukuaga. Tafadhali. Sema japo maneno mawili matatu kwa watu kabla ya kufa kwako. Sema kitu Lord Tang, ongea kitu basi. Wananchi wanampenda sana Lord Tang. Wanamuita Tang Sitong. Watoto, wazee, vijana wanampenda. Yo Xin Sha Zei. Anasema nilitamani kuharibu milango ya mashetani yote, lakini hakuna chochote nitakachoweza kukifanya tena. Kifo changu ni thamani kubwa sana, na hivyo ndo jinsi nilivyo na furaha. Nina furaha sana. Anasema kifo chake ni furaha kubwa kwake. Ambao mleta matatizo pale, kwa nini ametaja jina lake? Kataja jina lake yule kwa nini? Akakumbuka. Wichali, so mtu mdogo kwenye mashwati. Alimwambia kabisa kwamba kwa nini usije tufesi? Huyo Nja. Huyo Nja ndio ni maarufu sana. Anajulikana sana ndani ya Tianjin. Well, kujua hilo. Ambaye ni bandit anasema ni mtu wa mashwati, ni mpiganaji wa ngumi. Mpiganaji wa ngumi huyo? Sawa sawa. Nafikiri kwamba atakuwa na shirikiana na Big Sword Wang. Big Sword Shai kumtaja huyo jamaa? Au atakuwa ndo atakuja hapa? Nafikiri atakuja. Aya! Wewe mjinga wewe, kama tunataka tumchinje huyu mtu kabla Wang ajaja. Ambao sijali atakuja hapa. Wang kafungwa kukala kudu. Wamefanya kitu kibaya sana, maana sijui kama ataachwa mtu salama. Ila Wang kwa nguvu alizokuwa nazo, bwana sio chochote hizi kamba. Bwana we. Kale kadingi kana haki ya kumwogopa Wang. Alimuita huyo Nja. Kazi anayo. Inabidi tufanye hivyo. Watu wataleta matatizo hapa. Za heshima hizo. Pigwa chuma juu namna hiyo. Tang Sitong yuko pale. Huyo Nja mzee mzima, upanga ukubwa anakuja. Bwana anakuja kwa kasi ya ajabu kama mshale. Ulikuwa hata mshale ujumong. Jamaa kwa anakuja namna hiyo. Tang Sitong kipepeo alikuja akakaa begani kwa Tang Sitong. Wenzake wote washalaza shingo, kasoro yeye tu. Anamwona yule kipepeo na kufurahi bwana Tang Sitong. Akampuliza yule kipepeo aende. Huko anafurahia bwana Tang Sitong. I say. Kipepeo yule takuwa ni malaika huyu. Kuna watu wanabisha. Ndio muda wenyewe. Amri ya kuchinja. Kitu katupu hapo chini namna ya kibao hiyo. Amri ya kuchinjwa. Tang Sitong kaeka vizuri unywele wake, kisha analaza shingo yake taratibu. Peke yake mzee hapo, hamna kuambia laza shingo. Analaza mwenyewe. Watu wanainamisha vichwa vyao chini namna hiyo. Tang Sitong alikuwa mtu wa haki, mwenye kupendwa na watu wote na mwenye upendo wa dhati. Lakini ambaye ili kuwafanya watu wetu wawe strong zaidi, watu wa noble family, haitoshi kukusanya information peke yake. Inabidi tuwe na watu ambao wanatoa maisha yao kwa ajili ya kuwafanya watu waungane. Kwa hiyo brother huo, yeye wa mashwati anaamini anaweza akafanya kwa mashwati yake, lakini mimi nataka niwachochee watu kwa kupoteza uhai wangu. Bwana we. Tang Sitong ndo jinsi alivyoamua. Tang Sitong. Chuma Ncheki alifunga macho. Wakati huo jamaa wangu anakuja huku. Wangu panga kubwa. Anafika hapa. Aligundua kulikuwa kuna dalili kama za mvua. Kwa hiyo hii ishara ilikuwa inamaanisha kitu fulani bwana Wangu. Akaona haiwezekani, lazima niwahi. Wangu
Mwanaume anakuja pamoja, mvua inanyesha, lakini anakuja kwa kasi ya ajabu mzee. I say, huo moto wa Wang'u. Basi watu walishachinjwa tayari. Chuma Nchiki alibaki pale pale. Alibaki akiwa analia pale. Wang'u akafika. Kamkuta bwana Huo Njaa yuko pale. Akiangalia sehemu za kuchinjiwa kuna damdamu. Mvua inanyesha na damdamu ndo hizo zinaonekana. Ina maana bosi wake, kiongozi wake, rafiki yake, mtu wake wa karibu, ndugu yake kasha kufa tayari. Tang Si Tong. Jamaa alikuja kutoa heshima kwa Tang Si Tong. Alitoa heshima kwenye damu ya mtu ambaye anamuita Tang Si Tong. Huo Njaa yuko pale. Sai, damu ya Tang Si Tong ile se. Jamaa amini. Nasema Lord Tan. Tan daren. Lord Tan. Brother wangu. Tan daren ishu. Lord Tan amekufa. Kifo cha mateso sana. Nimekuja kumsindikiza, kumuona hapa kwa ajili yako. Kapewa kwanza nzito wewe, bonge moja ateke. Kaka. Nimekufanyia makosa. Lakini ili lilikuwa ni wazo la Lord Tan. Alikuwa anaogopa kama ukifia katika pumbavu. Wewe mbwa wa jumba la kifalme. Yaani wewe umesababisha kifo cha bwana. Akamwambia hapana. Mbwa mjinga unakataa. Umenigonga na baada ya hapo ukutaka nimsaidie Lord Tan. Jamaa alijiachia apigwe. Ana uwezo wa kujizuia lakini hizi ngumi mzee. Anatapishwa. Wang'u alimchochea kinoma noma. Wewe. Sasa vijana wake na Huo Njaa wanakuja. Mwalimu! Wanawahi mzee kukimbia. Mwalimu! Liu Zhengsheng. Mwalimu anaambia huyu kichawi, kaa naye mbali. Umemfanyia wema lakini hata kaa kaamini. Gauki, Gadayu. Vamiani ambe wewe. Kaeni mbali, haya ni mambo kati ya ndugu wawili. Kwa wenyewe rudini nyuma. Acheni. Bro. Lord Tan alitaka kuwaamsha watu, awape inspiration kwa baadaye. Wewe ni nani wa kuongelea intention ya Lord Tan? Pumbavu kabisa wewe. Huyo Njaa ulikuwepo hapa katika ground ya uchinjwaji. Kwa nini kumsaidia Lord Tan? Lord Tan pamoja na wengine 5 wamechinjwa hapa mbele yangu. Na yeye ndo alitaka iwe hivyo ili kuwaamsha wananchi ambao wamelala. Kuamsha watu ambao hawana mwamko wa kutafuta haki. Kaambia mjinga unaogopa kufa Wewe umeshindaje kumsaidia? Hicho ndo kimekufanya ukawa msaliti kwangu. Asali chocheo kipigo cha hatari. Tema damu na hey! Kaeni huko. Master anachochewa kinyama, wanamuita Huo Njii. Kwani huwezi kupigana? Ambalo Tan amekufa. Wewe umejisikia huzuni na hasira. Kunipiga mimi pengine panaweza kufanya wewe ukatulia. Kwa hiyo sitapigana na wewe. Lakini brother huu ambaye, sikiliza mtoto. Wewe umenisaliti mimi. Umefanya kosa kubwa sana. Huwezi kunipa lecture yoyote. Kufa leo. Aya. Yesu, Maria, Hosea, Marko na Zebedayo. Master! Hata kukwepa hajakwepa. Kasogeza kabisa shingo. Panga ya Wang'u ikaishia hapo. Mkubwa. Shangacha Limbo na kwepi, ana uwezo wa kupigana, ana uwezo wa kufanya chochote. Wang'u akaishia njiani. Basi akaona asifanye makosa mara mbili. Kisha mkosa rafiki yake na ndugu yake, mtu wake wa karibu Lord Tan. Mtu wa haki. Kumkosa na uchali Huo Njaa tena itakuwa ni kitu kingine cha pili ambacho kitakuwa ni matatizo makubwa kupita maelezo. Akampiga tu bapa ya kichwa. Unajua bapa hiyo? Pigo bonge moja ya bapa we. Chuga ndo zetu hizo. Tunakuwekea panga kwenye maji alafu tunakupiga bapa, ukijishika mgongoni, nimekatwa. Kumbe ni bapa tu la anasumaka. Anaambia mwili wa Lord Tan uko wapi?
Watu watatu wa Liu Hu pamoja na Luo na Liu Yang Association wamekusanya miili, wamekusanya na kuchukua mwili wa Lord Tan. Huyo alikuwa ni Liu Fengqi, Jinga huyu na Hu Liqi. Walikuwa na ukaribu sana na bwana mkubwa zamani. Lakini wao watu watatu si watu makini wa kusikiliza. Sasa walitamani kuwa una ndugu na mimi nikawakataa. Kwa nini nikawa kipofu? Nikawaacha ndugu wangu hawa watu watatu, nikawaangusha hawa mashujaa watatu. Nikaja kuwa na ndugu na msaliti kama wewe, laana suma kaibilisi. Kaka mkubwa! Kaka mkubwa! Kama usiniite kaka mkubwa mimi. Tulikuwa ndugu jana. Na leo mimi Wangu na uvunja undugu kuanzia leo. Ni kama mimi na J4 tunakutana Msata, hamna mtu kumfuata mwenzake, tukutane katikati Msata. Mimi Big Sword Wangu sina mahusiano yoyote na wewe tena kuanzia leo. Kaka mkubwa! Kakatiwa kipande yake hiyo. Kwisha habari, undugu wetu tumeukata, kila kitu imeisha. Alafu Wangu ana sepa zake. Mtu wa haki anaitwa Wangu. Muite Big Sword Lodi. Big Sword Wangu, kipara kama yangu. Spaime, watu wenye vipara sisi bwana tuna akili sana. Mawezo nini tunajua tena. Upanga ambao watu wenye manywele mengi ambebi. Basi muda ushapita. Ila sasa nimepata habari za kushtua sana za rafiki wa miaka 20 iliyopita. Ndo kitu ambacho alikuwa anasoma mtoto wakati bwana mkubwa anaandika pale. Kapata habari kuhusiana na rafiki yake wa miaka 20 iliyopita. Muda ushapita, leo anaandika habari yake ya kuhuzunisha kuhusiana. Anaandika na mtoto anasoma. Watu ambao walisingiziwa basi mambo mabaya sana, wakaacha zaidi ya watu milioni 400 wakiwa wanaishi, wao wakajitoa sadaka ili hao watu waamke. Jamaa anajisikia mpweke sana. Chuma ncheki. Anko hiyo njia. Nimesoma sahihi? Anasema ndio, umesoma sahihi karakta 72. Baada ya Tang Sitong kufa, rafiki yake wa karibu Tang Kaichang alikuwa ndo aliyefuata. Hizi karakta 72 ziko sawa kabisa. Basi ilikuwa hivyo. Nilikuambia umfunze kuandika. Lakini upuuzi gani unamfunza huu? Baba. Mbona unakohoa tena baba? Hamna dawa yoyote ambayo inafanya kazi juu yako? Sogea. Nakohoa kwa sababu yako wewe. Umekuwa ukiandika upuuzi kwa miaka 2. Kwa nini unaendelea kuandika hivi vitu? Kuna poemu nyingi tu za kuandika baba. Ni kwamba najaribu kumkumbuka Lord Tan. Tan Sitong amekufa miaka mingi tu iliyopita. Kwa nini wewe paka leo? Unakuja kumfundisha mtoto huyu vitu vya Tan Sitong wa miaka hiyo? Anasema mwanaume wa kweli akishajitoa sadaka, akisha mtoa mtu wake wa karibu sadaka, haangaiki tena. Hebu niambie wapi niende? Mahali ambapo hiyo 6 Buddha ilipo. Nikafanya ibada. Kama babu asingetugombeza sisi basi itakuwa ni vizuri. Nyamaza. Dongfang, anda kacheze. Mimi na Anko Yuanja tunatakiwa kuongea. Dongfang akaondoka zake. Sio Dongfang Bubai, huyu ni Dongfang. Babake na Chali huyu hapa leo. Sure. Andaa wino. Sawa baba. Kaandaa wino. Zia anaandika kwa hasira. Mwisho. Yuanja. Kuanzia sasa hivi na kuendelea. Baba 那洋人用大炮轰开了大沽口，长驱直入，路过咱们家门口的时候还开枪杀了人，您死活拦着我，我怕惹您生气。 Anamweleza babake kwamba watu wabaya wameendelea kuja na kuua baadhi ya watu katika mipaka. Babake amekuwa akiendelea kumrudisha nyuma kwa sababu gani? Anaambia ni matatizo ya jumba la kifalme. Wewe kuhusu. Ujifunze ziko kilichomkuta Tan Sitong.
kilichomkutaka Tang Sitong kitakuja kukukuta wewe siku moja. 什么日子啊？ Anaambia kuna watu wameanza kuishi. Kaambia kufanya nini? Anaambia inabidi wewe uoe sasa. 我已经说好了，你一拖再 Ndio leo kataaga miaka 5 iliyopita. Sasa baba 未成 bado anajifunza martial art. 起来练， Bado na vitu vitatu vya kujifunza. Sasa nitawaje? 早就 Ni mapema mno. Dingi akaleta noma. Mapema? 已过了而立之年， Una zaidi ya miaka 30. Bado anasema ni mapema. 还没娶， Jinga kweli wewe. 像什么样子？ Lazima uoe. 趁我还没 Muda mwingi umepita. 王家 Sasa kabla ya kufa kwangu nataka umuoe misi wangu. 呀， Na mpate watoto ambao watakuwa ni huo family. Sawa? Basi leo ndani ya huo residence jamaa anapewa hongera. Hongera bwana, ase hongera. Watu wanapewa hongera. Inaonekana jamaa inabidi afanye kile ambacho anatakiwa kukifanya. Tunyana na kitambo bwana, hongera. Lakini hapa kuna mtu mmoja naye anaonekana kufika katika maeneo haya. Chali yangu huyu hapa. Huyu kafika hapa. Huko tafadhali. Anasoma pale ni ndoa, kuna mtu anaoa. Inaonekana kuna mtu anaoa. Sasa uchali yeye hakutaka kuzama kule. Akapita paka huko. Alikuwa na briefcase yake moja. Ndani ya briefcase kuna vitu viko. Hii ni ya kichapo hii. Kaacha briefcase yake akakamata hiyo kitu. Oh, bwana harusi anataka kunizoea labda. Sasa chali yangu akawa mpita huku. Siku ya ndoa leo. Nyuma yake sasa inakuja hiyo. Wewe sasa chali kaja kumvamia bwana harusi. Bwana harusi mwenyewe nani? Huwa njaa. Wewe kazi ipo. Dogo iko vizuri ile mbaya. Anamjaribu bwana harusi. Bwana harusi wa leo sio bwana harusi wa jana. Mtume Yesu Maria Hosea Marko na Zebedayo chali akaona huyu bwana harusi anafaa kweli. Zuia hizo fimbo na mikono. Mbona itachakazwa? Guswa mzee. We, hii hapa. Wewe. Hii hapo. Chapwa tu. Aleta ubishi dogo. Birigitazo, baba. Kasukuma kule. Bado mbishi chali. Kakunjwa hiyo. Piga kipembeni namna hiyo, nataka kwenda. Akamshika. Vuta. Zibua nyingine. Kule. Hebu anarudi tena. Bado niko fiti. Jamaa akamfuata. Chuma ncheki. Sema njoo. Yes sir. Kapasua hiyo kitu mzee. Sasa hiyo chungu ilivyopasuka zikaruka juu namna hiyo. Aisee ni mbaya hii. Kaona udogo atakuja umia. Kabidi amuokoe. Maana hizo chungu ingekuwa balaa. Ingemuumiza. No. Say. 三节棍贵在可近可远，攻守兼备。 Wanafahamiana hawa. 空间狭小。 三节棍出奇制胜。 Kama unataka kufanya surprise hata siku nyingine inabidi uwe makini. 娶媳妇儿。 Sasa leo mimi naoa. Siku kubwa sana kwangu. 打烂了你。 Nimeshavunja hii verse ya maji hapa. 弄湿了。 Sasa umechafua kiatu cha bwana harusi. 师傅， Adhabu yako. 错了， Mwalimu, 我今 nimefanya makosa sana. 大婚的贺礼， 这是 Nimekuletea zawadi ya ndoa. Kama nini hiyo? 少爷。 Umeivunja hiyo verse hapo. 啊， Utakuwa urudishe hiyo chungu hapo. Kaambia sawa. Haya amka. Ni mwalimu wake. 年了。 6年。 Ni muda gani sasa? Miaka 6. 哥哥他。 Umerefuka kinyama miaka 6 tu. 大人说是 Kaambia ndio hivyo bwana. 筋骨被撑开了， Eti mama yangu anafikiri kwamba eti ni mashwati yako ndio imesababisha nikarefuka hivi. 是上级 Ambia sawa sasa. 这么大， Inamaanisha kwamba ni muda wa mimi kutoka sasa baada ya yote yaliyotokea. 师傅给比矬了。 Sasa nifanyaje? 我知道了， Najua. 跟着您，我这么走。 Sasa tutaenda lini kutembea wote pamoja?